بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله قربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، سهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا مما يستمعون القول فاتبعون أحسنه. أما بعد، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuendelea na madarasa haya ya mustalah alhadithi katika kitabu cha Nuzhat an-Nazar fi tawdih nukhbat al-fikr cha al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani. Tulikuwa tumeanza kuzungumzia njia 10 ama namna 10 za twani. Nilisema mwanzo pale, والطعن في الحديث يكون ب10 أشياء. kuwa twani katika hadithi, yani mpaka hadithi ikasema hii ni dhaifu, ina sababu 10 ama ina namna, kwa vitu 10. Vitu vinavyosababisha twani ni vitu 10. Tukavitaja, yeye mwenyewe Sheikh alivitaja, kisha akaanza kueleza moja baada ya nyingine. Tukaeleza ile ya kwanza. Sasa tumefika katika pili. Asema Sheikh rahmatullah alayhi, والقسم الثاني من أقسام المردود. na aina ya pili katika aina ya hadithi ambazo zimekataliwa, zimerudishwa, وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب. na hiyo inakuwa ni kwa sababu ya kutuhumiwa yule mpokezi kwa urongo, wa huwa almatruk. na hadithi hii inaitwa matruki. Tofauti ya hii na ya kwanza tulieleza, na sasa tueleza tena kuwa ile ya kwanza yule mtu anajulikana kuwa anadanganya katika hadithi, lakini huyu wa pili anajulikana tu anadanganya katika mazungumzo yake ya kawaida, lakini katika hadithi haijulikani bado, hajapatikana akidanganya katika hadithi. Kwa hiyo huyu anatuhumiwa urongo katika hadithi. Yule wa kwanza la, anajulikana ni mrongo katika hadithi. Kwa hivyo ukiona katika vitabu vya hadithi imeandikwa wa huwa matrukun, wa huwa matrukun, wa huwa matruk, yani ni mtu ambaye katika mazungumzo yake ya kawaida anajulikana labda anadanganya, lakini katika hadithi anatuhumiwa na urongo. Kwa hivyo daraja yake kidogo ni chini, sio kama yule wa kwanza. Kisha wathalith, wasema Sheikh, wathalith ambaye hapa wathalith kama mtu yakumbuka ni fuhshu ghalatihi, ni yule mtu ambaye ana makosa mingi, yani amepita kiasi. Makosa yake ni mingi sana, makosa yake yamepita nini, yamepita kiasi. Sasa hii daraja ya tatu. Wathalithu almunkar, hadithi hii inaitwa munkar. Ukisikia hadithi ni munkar, ujue hii ni hadithi ambayo wale wapokezi ama mmoja wa wapokezi ametwainiwa, yani amejeruhiwa kwa kuwa yeye ana makosa mingi sana. Asema wathalithu almunkar, na tatu ni hiyo munkar. Ala ra'i man la yashtaritu fi almunkari qaid almukhalafa. Ndio hii itakuwa ni kwa rai ya wale wanazuoni ambao hawajasharitishwa katika munkar iwe kuna mukhalafa. Maana kuna wengine wanasema yani munkar ni hadithi ambayo imekhalifiana hadithi nyingine. Hiyo ni baadhi ya wanazuoni, lakini wengi wanazuoni wakwambia la, munkar ni hadithi ambayo yule rawi wake ana makosa tu mingi. Je, imekhalifu au haijakhalifu ile hadithi huitwa munkar. Haya ni mambo mengine, sawa? Yani hadithi ile khalifu thika ndo kwa baadhi ya wanazuoni inaitwa munkar. Kwa hiyo hata tukiona kwenye vitabu mara nyingi utaambiwa munkar, paka uhakikishe munkar. Je, hapa munkar ni kwa maana hii tuliyotaja hapa, ama munkar ni kwa maana kwa amekhalifu tu thiqat, amekhalifu thiqat? Naam, hii inaitwa munkar. Kisha asema wakadha rabi'u wal khamisu, na vile vile kigawanyo cha 4 na cha 5. Yani aina ya 4 na ya 5, kama tukumbuka aina 4 na ya 5 ni ipi? Maana yake aina ya 3 ilikuwa ni fuhshu ghalatihi, yani sababu ya 3 ya twani ni fuhshul ghalat. Kisha aina ya 4 ikawa ni alghafla anil itqani. Kisha ya 5 ikawa alfisq. Sasa akwambia hapa shekhe kuwa wakadha rabi'u wal khamis, yani na pia ile aina ya 4 na ya 5 zote zaitwa munkar, hadithi zake zote zaitwa munkar, sawa? La ilaha illa Allah. Asema Sheikh rahimahullah alayhi, famin fuhshi faman fahusha ghalatuhu
basi yule ambaye imezidi sana, imechupa mipaka makosa yake, au kathurat ghaflatuhu, ama ikazidi kughafilika kwake, au dhahara fisquhu, ama ikadhihiri ufasiki wake, fahadithuhu munkarun, basi hadithi yake ni munkar. Hadithi yake huitwa nini? Ni munkar. Sawa. Thumma alwahm, sasa aina ya sita itakuwa sasa, wa huwa alqismu sadis, na hiyo ni aina ya sita, alwahm. Asema wa inma afsaha bihi lituli alfasli, na yeye hakika ameiweka wazi hii wahm, yani ameiweka kivyake, lituli alfasl, kwa sababu ni ndefu, yani maelezo yake haya ni marefu, fasli yake hii ni ndefu. Sawa. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Tulia. Sema wa inma afsaha bihi lituli alfasl, kisha sema initulia alayhi, yani haya maelezo yake, fasli yake itakuwa ni ndefu sana ikiwa mtu ataipata hiyo wahm. Ai ala alwahmi, yani ikiwa itapatikana hiyo wahm, bil qara'in ad-dallati ala wahmi rawihi, kwa dalili ama kwa karina ambazo zitajulisha kuwa yule mpokezi alipata nini? Alipatikana na wahm, yani alikosea, alidhania jambo ambalo silo. Min wasli mursalin, katika kuwasilisha hadithi ambayo ni mursal. Hadithi haijafika kwa mtume, katoka kwa sahaba, yeye akaifanyia wasli, kusema qala rasulullah, na ile hadithi labda ni maneno ya maswahaba, mursal. Au munqati, imani mursal ya maswahaba au mursal hata tabi'in. Sawa. Ama hadithi yenyewe ni munqati, hivyo imekatika, lakini akaja akaifanya nini? Akaiunganisha. Au idkhali min wasli rawin au munqati'in au idkhali hadithin fi hadith, ama mtu kuingiza hadithi kwenye hadithi nyingine, ile ni wahm. Au nahwi dhalika min al-ashya' al-gadiha, ama mfano wake katika vitu ambavyo ni venye kuharibu, venye kuchafua. Asema shekhe, watahsulu ma'rifatu dhalika bikathrati at-tatabbu', ndio na inapatikana kujua hiyo alwahm, hadithi ambayo ni yani aina hii, ama ta'ani aina hii ile ya sita, sema na inajulikana, inapatikana maarifa ya hiyo, inapata ujuzi wa hiyo, bikathrati tatabbu', kwa wingi wa kufuata, ikiwa mtu atafuata sana ndo atakuja ajue yaitwaje hadithi ya wahm. Wa jam'i turuq, wa tahsulu ma'rifatu dhalika bikathrati tatabbu'i wa jam'i turuq, na kujumuisha njia, yani mtu mpaka awe mwanachuoni, mpaka awe anajua njia nyingi, anajua sanadi nyingi, ndo ataweza kujua hadithi ambayo ni yani ina wahm. Sawa. Hadithi hii inaitwaje? Fahadha huwa almuallal, hadithi hii ambayo sasa kuna wahm, yani mtu amekoroga baadhi ya riwaya, amechanganya baadhi ya hadithi, ameingiza hadithi fulani katika hadithi nyingine, hii inaitwa almuallal. Anasema hapa, wa huwa min aghmadhi anwa'i ulumi alhadithi wa adaqiha, na hii ndiyo katika elimu za ndani zaidi katika elimu za hadithi, na zile ambazo ni dakiki zaidi, yani ni ngumu zaidi. Hadithi, elimu hii ni ngumu zaidi, yani kujua hadithi hii ni muallal, sio mtu yeyote anaweza kuja akasema hadithi hii ni muallal, la, ni hadithi ambazo zina yani ni elimu ama ni kitengo cha elimu ya hadithi ambacho ni kigumu zaidi. Asema Sheikh rahmatullah alayhi, wala yaqumu bihi illa man razaqahu Allahu ta'ala fahman thaqiban, na hatosimama katika elimu hii, katika kueleza elimu hii, isipokuwa yule ambaye Mwenyezi Mungu amemruzuku fahman thaqiban, fahamu yenye kutoboa, yani fahamu kali sana, wa hifdhan wasi'an, na hifdhi ambayo ni pana sana. Mtu ambaye anataka kujua hizi muallal mpaka awe ana hifdhi ambayo ni pana sana. Kisha wa ma'rifatan tammatan bi maratibi ruwati, na awe na maarifa yalotimia katika maratib, katika daraja za wale wapokezi, paka awe anajua hizo zote. Kisha sema wa malakatan gawiyatan bil asanidi wal mutun, na awe ana malaka, yani ana ujuzi kwa sanadi na matni nyingi sana. Asema walihadha, kwa sababu ya hini, lam yatakallam fihi illa alqalil, ndio hawakuzungumza wengi, hawakuzungumza katika fani hii ya ilal, kusema hadithi ni muallal, illa alqalil, isipokuwa watu wachache sana, min ahli hadha ash-shan, katika watu wa shani hili, wa jambo hili, yani watu ilmu ya hadithi. Asema ka Ali ibn al-Madini,
kama huyo Ali ibn al-Madini wa Ahmad ibn Hanbal na Imam Ahmad bin Hanbal, wal Bukhari na Imam al-Bukhari, wa Yaqub bin Abi Shayba na ibn Abi Shayba, wa Abi Hatim wa Abi Zur'a wa Daraqutni. Hawa yani katika baadhi ya waliozungumzia kitengo hiki cha ilmu ya hadithi, yani al-muallal, maana yake ni nzito. Kisha asema shekhe, waqad tagsuru, angalia, waqad taksuru ibaratu al-muallili an iqamati al-hujjati ala da'wahu. Ndio, angalia hapa. Asema na mara nyingine hata ile ibara yule mwenye kutoa ta'lili, hapa ni muallil ismu fa'ila, al-muallil, sawa, yani yule mwenye kutoa illa yule mwanachuoni ambaye atasema hadithi fulani ni ma'lul ama ni muallal, hadithi ni muallal, akwambia waqad tagsuru ibaratul muallil, ile ibara yake inaweza kuwa na upungufu fulani, an igamati alhujja, katika kusimamisha hoja, ala da'wahu, juu ya madai yake. Yani maskini yeye aweza kuwa ameona ile illa, lakini katika kueleza ikawa ni shida, manake yeye idraki yake ni hali ya juu, yani liguwati idrakihi, yeye anaelewa mambo kwa undani. Sasa akijaribu kueleza mtu ambaye haelewi, yule ambaye haelewi akapata shida, asifanye nini? Asifahamu. Akasema, akatoa mfano, yani kasairafi fi naqdi dinar wa dirham. Kama nani? Kama sairafi. Sairafi ni hawa, yani watu ambao sijui sitahitaje, watu wa kuuza dola, watu wa kuuza pesa. Yani nasema kama yule mwenye kuuza pesa katika kufanya nakdi ya dinari na dirham. Yani wewe ukimpa dirham, ukimpa pesa, ukimpa dhahabu, kitambo le dinari na dirham si ndo dhahabu na fedha. Yani ukimpa hivi hata aweza kuiangalia hapo hapo kwambia hii ni fake, hii ni original. Hata kama wewe itoje, manake hawezi kueleza kwa nini. Labda mara nyingine atashindwa kueleza. Ukimpa pesa hivi aiangalie kidogo, hii ni fake bwana. Kwa nini? Bwana mimi nishakwambia ni fake. Manake hata akikueleza hautaelewa. Sasa asema mfano wake ni hao, yani mfano huu ni wale wanazuoni ama huyo muallil. Mara nyingine anajua illa katika hadithi, ameiona ya shaidiriki, ya shaipata ile illa, lakini katika kueleza inakuwa labda shida sana. Naam. Kwa hiyo la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah inakuwa kama ambaye, yani mtu anaweza kudhani kuwa huyu ameshindwa kueleza ama hakuna illa pale, kwambia la, iko illa, lakini kwa sababu yule mwenye kusikiza si msomi, si mjuzi katika fani ile, basi anashindwa kumfahamu yule ambaye ni mjuzi. Naam. Kisha asema shekhe, thumma al-mukhalafatu wa huwa al-qismu as-sabi' in kanat waqi'atan bisababi taghyir as-siyaq, ay siyaq al-isnad. Kisha kuna mukhalafa. Sasa kuna mukhalafa, wa huwa al-qismu as-sabi'. Mukhalafa yani ni kukhalifu, wa huwa al-qismu as-sabi', na hiyo ni kigawanyo cha nini? Cha saba. In kanat waqi'atan bisababi taghyir as-siyaq, ikiwa itatokea kwa ajili ya kubadilisha ile ndia, ay siyaq al-isnadi, yani namna ya kuitoa ile isnadi ikibadilika. Asema falwaqi' fi dhalika at-taghyir huwa mudraju al-isnad, sawa. huwa mudraju al-isnadi. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hii mudraj manake hapa kuna mudraj al-isnadi, yani manake ni sanadi ile imeingizwa kitu ama imetolewa kitu ama imekorogwa, makosa yako kwenye sanadi. Ama mara nyingine inaweza kuwa ni mudraj al-matn, yani manake yale makosa yametokea kwenye nini? Kwenye matn. Itakuja hiyo mudraj al-matn, ataeleza inshallah. Asema falwaqi' fihi dhalika at-taghyiri, basi ile iliyotokea ndani yake mabadiliko aina hii huwa mudrajul isnad. Hiyo inaitwa mudraj ya isnad, yani kwenye sanadi ndo kuna nini? Kuna kitu kimeongezwa. Wa huwa agsam. Hii mudrajul isnad ina vigawanyo takriban, ina vigawanyo vinne. Asema Sheikh rahmatullah alayhi, al-awwal, kigawanyo cha kwanza, an yarwiya jama'atun, ni wapokee jamaa, kundi la watu, al-hadith, hadithi fulani, bi asanid mukhtalifa. Angalia, hadithi ni moja, bi asanid mukhtalifa, wapokee kwa sanadi ambazo ni tofauti tofauti. Kisha aseme fayarwihi anhum rawin, sawa, yani apokee kutoka kwao hawa wote mpokezi mwingine. Fayajma'u, sawa, fayarwiyahu anhum rawin fayajma'a al-kullu, fayajma'a al-kull afwan ala isnadin wahid min tilka al-asanid. Kisha yeye ende akusanya hawa wote na hizi sanadi zote, yeye azitanganye mpaka weke kama sanadi ni moja. Yeye kumbuka amepokea kwa watu tofauti tofauti, na wale watu tofauti kila mtu alikuwa na sanadi yake tofauti tofauti. Huyu aje yeye pia apokee kwa hawa watu, lakini afanye kama sanadi ni moja. Sio ati aseme mimi nimepokea kwa Zaidi na sanadi yake ni hii, nimepokea kwa Amr na sanadi yake ni hii, nimepokea kwa fulani na sanadi yake ni la, bali ende azikusanye zote zile.
atoe sanadi moja. Asema shekhe fayajma al-kulla ala isnadin wahid, na ajumuishe zote hizo katika sanadi moja, min tilka al-asanidi, katika zile sanadi, wala yubayinu al-ikhtilaf, na asibainishe nini asibainishe ile khilaf, asibainishe ile tofauti. Hii hadithi inaitwa yani ni katika mukhalafa, na hii ni kigawanyo cha kwanza. Aina ya kwanza ni hii, au namna ya kwanza katika mudrajul isnadi ni hii. Kisha aina ya pili asema wa thani, na ya pili, an yakuna al-matnu 'inda rawin illa tarafan minhu. Asema ni ile matni iwe kwa mpokezi isipokuwa kipande fulani hakiko, fa innahu 'indahu bi isnadin akhar, yeye awe anacho kile kipande lakini kwa sanadi nyingine, fayarwiyahu rawin anhu tamman bil isnad al awwal. Angalia, aipokee subhanallah, aipokee mpokezi kutoka kwake kikamilifu, lakini kwa isnadi ipi? Kwa isnadi ya kwanza. Tutoe mfano, kuna mtu amepokea hadithi kwa sanadi mbili, tamam, yani kwa njia ya Zaid. Sisi tuna mtu aitwa Zaid, mfano tuna mtu aitwa Zaid amepokea hadithi kwa Bakar, na amepokea hadithi nyingine kwa nani? Kwa Amr, sawa. Lakini ile hadithi ambayo amepokea kwa Amr, ndio sanadi ya kwanza tuseme, hadithi aliyopokea kwa Amr ina upungufu fulani. Hadithi ile ina nini? Ina upungufu fulani, yani kwa ile riwaya ama kwa ile sanadi ya Amr kuna upungufu fulani, kisha kwa sanadi ya Bakar ile upungufu, yani kuna kumeongezeka kitu. Tuko pamoja paka hapa? Kwa hivyo riwaya mbili, moja ina ziada, moja haina ile ziada. Sasa aje mtu wa tatu ambaye atapokea kwa Zaid. Sasa mfano mimi napokea kwa Zaid, Ahmad yarwi an Zaid, mimi nipokee kwa Zaid, kisha nipokee kwa ile sanadi ya kwanza ambayo ni ya Amr pamoja na ile ziada ambayo iko kwenye sanadi ya nini? Ya pili. Angalia mambo haya, an yakuna al-matnu inda rawin illa tarafan minhu, ndio ile matni iko kwa rawi lakini kipande hakuna, fa innahu indahu bi isnadin akhar, hicho kipande kiwe anacho lakini kwa njia nyingine, kwa sanadi nyingine, fayarwiyahu rawin anhu, basi apokee mpokezi mwingine kutoka kwake huyu, tamman, hali ya kuwa imetimia ile matni, bil isnad al-awwal, kwa ile sanadi ya kwanza. Wana haya ni makosa, sawa? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasul. Basi inakuwa hii ziada ni yani hii hadithi utaambiwa ni az-ziyada shadhatun min dhalika at-tariq, itakuwa hii ziada hapa ni shadh, ni shadh katika hii njia, lakini tumeelewana. Hiyo ni aina ya pili. Asema aina ya pili bado tu anatoa mfano, asema wa minhu an yasma' al-haditha min shaykhihi illa tarafan minhu, asema ni asikie hadithi kutoka kwa shekhe lake isipokuwa kipande, asisikie. Fayasma'uhu an shaykhihi biwasita, asikie ile hadithi, sawa. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, pamoja na itwaje kile kipande ambacho alikuwa hakukisikia kutoka kwa shekhe lake, asikie imepokewa kutoka kwa shekhe lake lakini kwa wasita. Vipi? Acha tupige mfano haraka haraka. Mfano Zaid, Amr na Bakar. Shekhe la Zaid ni Amr, kwa hivyo Zaid amepokea kwa Amr hadithi fulani lakini kipande fulani hakikutajwa, sawa. Ndio hii hapa akwambia wa minhu an yasma'a alhaditha min shaykhihi illa tarafan minhu, asikie ile hadithi kutoka kwa shekhe lake lakini asisikie kipande fulani, kisha baadaye aje asikie tena hadithi lakini asisikie kwa shekhe lake, asikie kwa mtu mwingine kwa wasita ambaye tuseme ni Bakar katika mfano wetu, ampokee kwa Bakar, kwa Bakar amemsikia Amr. Ona hapa sasa, amepokea kwa Bakar, Bakar aseme mimi nimemsikia Amr, lakini kile kipande kiwe kimefanya nini? Kimetajwa. Ndio hapa akwambia shekhe fayasma'ahu, na isikie hicho kipande ambacho kilikuwa kimekosekana, an shaykhihi, kutoka kwa shekhe lake, lakini biwasita, lakini kupitia kwa nini? Kupitia kwa wasita. Asema fayarwiyahu rawin anhu tamman bihadhfi alwasita. Angalia sasa, aje apokee mtu kutoka kwake huyu Zaidi, aje aipokee tamman, hali ya kuwa ile imefanya nini? Imekamilika, lakini bihadhfi alwasita, pamoja na kufuta yule wasita. Yani aje mtu apokea aseme kutoka kwa Zaidi, kutoka kwa Amr, yani mimi nimemsikia Zaidi ambaye amemsikia Amr, na hapo ilikuwa ni makosa. Zaidi kihakika ile ziada amesikia kwa nani? Amesikia kwa Bakar. Tumeelewana? Hii pia inaingia katika aina za nini? Mudraj as-sanad. Anasema Sheikh athalithu, ya tatu. Nafikiri tutakoma hapa, kisha tutaendelea katika madarasa atakayokuja hii, yani kuendelea na hii mudraj al-isnad inshallah. Sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah awwalan wa akhira.